jambo basi laja. Sishukuru ni kafiri. Ona sasa nisikushukuru kwa kutuchagua na kuteua kama mahabara ya habari za kuaminika. Bila shaka hii ni Nabongo TV, naitwa Joseph Mwinami. Hivi leo ikiwa ni Juma njema ya mwezi Mei tarehe 16 mwaka 2025, tumekuandalia mengi katika kikapu chetu cha habari kutoka vitogojini, vijijini hadi mjini, lakini mwanzo tupate vidokezo. Wakazi wa Bomet wataabika kumfikisha mgonjwa wao hospitalini. Kimataifa ni kwamba maandamano makubwa ya kidemokrasia yaleta changamoto kwa utawala wa kijeshi huko Mali. Michezoni ni kwamba mchezo baina ya Wanakakamega na Wanabungoma kurejelewa hii leo baada ya Wanabungoma kumcharaza Wanakakamega mabao 3-2 humo shuleni hapo jana. Pia tunajewa jua na tuko na tamko la siku. Karibu, bila shaka kama kawaida, naitwa Joseph Mwinami. Timothy Wanyonyi anatuanzisha habari zetu la leo baada ya wakazi wa Bomet kutaabika kumfikisha mgonjwa wao hospitalini. Wingu la simanzi lilitanda katika kaunti ya Bomet, eneo bunge la Sotik. Hivi kutokana kwamba hali ya barabara kuzorota na hivyo kusababisha mwanaume huyo kufikishwa hospitalini. Wakazi wa Bomet wamenyoshea lawama serikali kwa kutokuwa na miundo msingi ya barabara. Timu Wanyonyi, Nabongo TV, Bungoma. Katibu wa UDA Cleophas Malala kuwa naibu kiongozi wa chama kipya alichokizindua. Tuungane na mwenzetu MC Suma kwa mengi zaidi. Democracy for the Citizen Party DCP jijini Nairobi kama sehemu ya kampeni zake za urais mwaka 2027. Kauli mbiu ya chama ni sikiza wa Kenya na nembo yake ni sikio lililofungwa. Aliwateua maafisa wakuu wa muda akiwemo Cleophas Malala kama naibu kiongozi wa chama, Mithika Linturi kama katibu wa taifa na Kate Waruguru kuwa kiongozi wa kitaifa wa wanawake. Nikiripotia runinga ya Nabongo, nite MC Suma. Kwa utawala wa kijeshi huko Mali, tungane na Lisa Lisni kwa mengi zaidi. Mako wakipinga utawala wa kijeshi wa Rais Assimi Goita. Waandamanaji wanapinga hatua ya serikali kufuta vyama vyote vya kisiasa na kuahirisha uchaguzi hadi mwaka 2030. Serikali imejibu kwa kuwakamata wanaharakati na kupiga marufuku vyombo vyote vya habari vya kimataifa kama TV5 Monde. Mashirika ya haki za binadamu yameeleza wasiwasi kuhusu ukandamizaji wa haki za kisiasa nchini humo. Nikiripotia runinga ya Nabongo, langu jina ni Lisa Lisni. 3-2 huku mechi hiyo ikikadiriwa kurejelewa hii leo humu shuleni. Tuungane na Fela kwa habari zaidi. Kumnasa beki wa Bournemouth Jane Hodgson kwa paundi milioni 50. Nao Liverpool na Manchester City wamo mbioni kumnasa beki kiungo wakati wa Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Naye Dean Kulveski, Lucas Bakvold na James Maddison wataikosa finali ya Europa League huku wakijeruhiwa. Na siku ya leo kutakuwa na mechi kali sana kati ya timu ya Manchester United itamkaribisha mwana Chelsea katika uwanja wa Old Trafford. Nao wana Spurs watasafiri moja kwa moja hadi Aston Villa kwenye uwanja wa Villa Park. Nikiripotia runinga ya Nabongo Radio. Je, wajua kutoka kwa Brian Tabu ya mifupa 270 na kadri anavyokuwa mifupa hii kuungana na kubakia 206. Sasa wajua. Nikiripotia runinga ya Nabongo TV, jina langu ni Brian Tabu. Roma wakati wamelala wana uwezo wa kupata ugonjwa kama pressure, magonjwa ya moyo na kiharusi. Nikiripotea Nabongo TV. Asante sana Mustafa anatufikishia habari za leo. Bila shaka na kushukuru sana kwa kuweza kutegea habari zetu za siku ya leo. Bila shaka naitwa Joseph Mwinami. Zidi kutembelea habari zetu katika mtandao yetu ya kijamii @Nabongo TV Kenya. Ila nakuacha nikikuambia kwamba afuataye ya ng'ombe yeye. Tukutane Ijumaa ijayo.